Taifa la Tanzania limepokea taarifa ya kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi Nassoro aliyefariki dunia Januari 18 mwaka 2026 katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete baada ya kuugua kwa muda. Halima Idi Nassoro, mbunge mteule viti maalum CCM, nikiwakilisha wafanyakazi wa sekta binafsi na serikali. Marehemu alizikwa jana katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam kwa mujibu wa taratibu za kidini, akiwa ameaga dunia akiwa bado ni mwanasiasa hai ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kifo chake kimewakutanisha viongozi wa serikali, wanachama wa chama chake, jamaa na marafiki waliokusanyika kuomboleza na kutoa heshima za mwisho. Ujumbe wa pole uliendelea kutolewa kutoka pande mbalimbali, ukieleza masikitiko na kumkumbuka marehemu kama mmoja wa viongozi waliowahi kushiriki katika siasa za taifa. Hata hivyo, sambamba na huzuni hiyo, kumeshuhudiwa hali iliyozua hisia mseto na maswali mazito mitandaoni. Baadhi ya wananchi wameonekana kutoa kauli za kushangilia, kubeza au kufurahishwa na kifo hicho, hali ambayo imewashangaza wengi na kuibua taharuki kuhusu mwelekeo wa maadili ya kijamii. Hili si tukio la kwanza kushuhudiwa nchini. Katika nyakati tofauti kumekuwa na matukio ambapo vifo au misiba inayowakumba watu wanaohusishwa na Chama cha Mapinduzi CCM imepokelewa na sehemu ya wananchi kwa kauli zisizo za maombolezo, hasa katika mitandao ya kijamii. Kuna kumbukumbu za matukio ya nyuma ambapo vifo vya viongozi waliowahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini au ndani ya chama tawala vilikumbwa na maneno ya dhihaka, kejeli na hata furaha ya wazi. Kauli hizo zilienda kinyume na misingi ya maadili ya Kitanzania ambayo kwa muda mrefu yamejengwa juu ya heshima kwa marehemu bila kujali tofauti za kisiasa. Katika tukio jingine lililohusiana moja kwa moja na vifo lakini lenye mwelekeo unaofanana kwa hisia za wananchi, taarifa za nyumba ya polisi kuchomwa moto usiku katika eneo la Arusha ziliripotiwa. Tukio hilo pia lilipokelewa na baadhi ya wananchi kwa kauli za kushangilia mitandaoni badala ya kulaaniwa au kuibua hofu kuhusu usalama kwa jamii. Mfululizo huu wa matukio unaibua swali zito. Ni nini kinachowafanya baadhi ya wananchi kufikia hatua ya kushangilia vifo, misiba au matatizo yanayowakumba watu wanaohusishwa na CCM? Wachambuzi wa masuala ya siasa na jamii wanasema hali hii haiwezi kueleweka kama ukosefu wa maadili pekee. Kwa mtazamo wao, hii ni ishara ya mkusanyiko wa hasira, maumivu na hisia za kutengwa ambazo zimekuwa zikijengeka kwa muda mrefu miongoni mwa sehemu ya wananchi. Kwa zaidi ya miongo kadhaa, Chama cha Mapinduzi kimekuwa madarakani. Katika kipindi hicho kimehusishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia kimekuwa kikikabiliwa na lawama nzito kuhusu masuala ya demokrasia, uhuru wa kisiasa, matumizi ya nguvu za dola na uwajibikaji wa viongozi. Kwa wananchi wanaohisi kuwa sauti zao hazisikilizwi, haki zao zinakiukwa au wananyimwa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maamuzi ya kitaifa, chuki ya kisiasa huanza kubadilika na kuwa uhasama wa kijamii. Katika mazingira hayo, watu wanaohusishwa na mfumo wa mamlaka huonekana kama alama ya matatizo yao. Hali hii husababisha siasa kuchukua nafasi ya utu. Msiba unapojitokeza, badala ya huruma kuibuka tafsiri ya kisiasa, na hapo ndipo mipaka ya maadili inapovunjika. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa kushangilia kifo cha mtu bila kujali msimamo wake wa kisiasa ni ishara hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Ni dalili ya mgawanyiko wa kijamii unaweza kuathiri amani na udhibiti wa muda mrefu. Jamii inapofikia hatua ya kufurahia maumivu ya wenzao, basi tofauti za kisiasa hugeuka kuwa chuki za kudumu, hali inayoweza kuhatarisha misingi ya kuishi pamoja kama taifa moja. Lakini wengi wanauliza, tatizo liko wapi? Kwa wananchi au kwa mfumo wa uongozi?
Wapo wanaoamini wananchi wanapaswa kubaki na maadili yao bila kujali mazingira ya kisiasa. Lakini wengine wanasema lawama kubwa inapaswa kuelekezwa kwa mfumo wa uongozi unaoshindwa kusikiliza malalamiko, unaodhibiti sauti mbadala na unaotumia nguvu badala ya kujenga imani. Katika mazingira ambayo wananchi wanahisi hawana njia ya wazi, ya haki na ya kisheria ya kutoa maoni au kupaza sauti zao, hasira hujikusanya kimya kimya. Hatimaye hasira hiyo hujitokeza kwa njia zisizotarajiwa, ikiwemo furaha pale mfumo unaonekana kuwabana unapokuwa na msiba. Hapa ndipo swali la msingi linapoibuka. Je, CCM inaweza kuondoa doa hili katika macho ya wananchi? Wachambuzi wa siasa wanasema inawezekana, lakini si kwa kauli za kulani mitandaoni pekee. Inahitaji mabadiliko ya kina katika mtazamo wa uongozi, uwazi wa maamuzi, uwajibikaji wa kweli na heshima kwa haki za raia bila kujali misimamo yao ya kisiasa. Inahitaji pia kurejesha imani ya wananchi kwamba chama na serikali vipo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa sasa kilicho wazi ni kwamba kifo cha Halima Idd Nassoro kimekuwa zaidi ya tukio la maombolezo. Kimekuwa kielelezo cha hali ya uhusiano kati ya sehemu ya wananchi na chama tawala. Na wakati familia, jamaa na marafiki wa marehemu wakiendelea na maombolezo, jamii pana inabaki na jukumu zito la kujiuliza: tumefikaje hapa kama taifa? Na tunarejeshaje utu, maadili na mshikamano wa kitaifa? Wewe mtazamaji, siko kuna maoni gani kuhusiana na hatua ya baadhi ya wananchi kusherekea taarifa za vifo vya watu ama wanasiasa wanaohusishwa na Chama cha Mapinduzi CCM? Na ni taarifa ya kifo cha Halima Idd Nassoro, mbunge wa viti maalum, ambacho kilitokea hiyo jana, na kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya wananchi kuonekana kukebehi, kushangilia na kutoa matamshi ambayo yalionekana si sahihi katika maadili ya Kitanzania. Maana mtu anapofariki lazima aweze kuheshimiwa, lakini kwa baadhi ya wananchi wameonekana wakibeza vifo ama taarifa mbaya zinazohusishwa na chama cha CCM, na imekuwa ni hatua ambayo imeweza kuzua taharuki na kushangaza wengi. Nini ambacho kinaendelea na taifa limefikaje hapa? Makala hii imeweza kuelezea nini ambacho kinaweza kuwa kimechangia baadhi ya wananchi kushangilia taarifa kama hizi, ambapo kwa kawaida si taarifa za kwamba zinafaa kushangiliwa, lakini hali halisi ndio hiyo, kwamba sasa hivi kukitokea tatizo kwa chama cha CCM kinakuwa sasa ni kama ni sherehe kwa baadhi ya wananchi, na imekuwa shida na imekuwa sasa ni kama ni tatizo, manake hili linaweza kuathiri mshikamano wa taifa pamoja na umoja wa taifa. Si yuko kuna maoni gani ya unahisi ni kipi hasa ambacho kimechangia tatizo hili la kwamba kukitokea taarifa ya kifo ambacho kinahusishwa na chama cha utawala ama kiongozi wa chama cha CCM utakuta wananchi wanashangilia? Je, unahisi ni mmomonyoko wa kimaadili ama ni mfumo jinsi ambavyo unawabana wananchi ndio unachangia wananchi hawa kuongeza ghadhabu, kuwa na maumivu na kushangilia pindi kunapotokana na taarifa hizo? Unaweza kutuachia maoni yako.